Katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, kila mwanadamu angetamani siku moja aweze kutimiza malengo yake. Wakati mwingine tunashindwa kutimiza malengo yetu kwa sababu ya binadamu ambao tunaambatana nao katika safari yetu ya maisha. Ili uweze kufanikiwa, wapo baadhi ya watu ambao lazima uwaweke karibu na maisha yako, na wapo baadhi ya watu ambao lazima uwaweke mbali na maisha yako. Ndani ya video hii nitakwenda kukwambia binadamu 5 ambao lazima uwablock ili upate mafanikio ya kweli katika maisha yako. Kama nawe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii nimeitengeneza mahususi kwa ajili yako. Ili uweze kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Wafuatao ni binadamu 5 ambao lazima uwablock na kuwaweka mbali na maisha yako ili uwe miongoni mwa binadamu watakaofanikiwa katika maisha yao. Namba 1, binadamu wanaotangaza udhaifu wako kwa binadamu wengine. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, kila mwanadamu ambaye amezaliwa na kuishi katika uso wa dunia ana mapungufu yake, lakini ana mazuri yake. Moja kati ya marafiki ambao unawahitaji katika maisha yako ni wale watakaokuwa mabalozi wa kutangaza mazuri yako kwa binadamu wengine. Unajua nini kitatokea endapo binadamu ambao upo nao karibu wataanza kutangaza udhaifu au mapungufu yako kwa binadamu wengine? Kitakachotokea ni hiki: wapo baadhi ya wanadamu ambao ni maadui zako ambao wewe hauwajui. Maadui zako watakapopata taarifa kuhusiana na udhaifu wako, amini usiamini, watautumia udhaifu huo kama fimbo ya kuyazuia mafanikio yako. Kwani ukitaka kumshinda mwanadamu yeyote katika maisha yako, lazima ujue udhaifu wake, alafu uutumie udhaifu huo kumzuia katika safari yake ya mafanikio. Hivyo, kama utakuwa karibu na binadamu ambao wanatangaza udhaifu au mapungufu yako kwa binadamu wengine, ujue kabisa habari za udhaifu wako zitawafikia adui zako. Hivyo watautumia udhaifu wako na kufanikiwa kuyazuia mafanikio yako. Ukibaini una marafiki, ndugu au jamaa wenye kawaida ya kutangaza udhaifu au mapungufu yako kwa binadamu wengine, wabloku au waweke mbali kabisa na maisha yako kwa usalama wa mafanikio yako. Namba 2, marafiki ambao wanakutumia kwa ajili ya manufaa yao. Ni jambo la kawaida kuwa na marafiki wa aina mbalimbali katika maisha yetu, kwani wakati mwingine tunahitaji marafiki wazuri ili tuweze kufanikiwa katika ndoto ambazo tunatamani kuzitimiza kwenye maisha yetu. Lakini wakati mwingine tunajikuta tumewakaribisha marafiki wasiofaa katika maisha yetu, na hiyo inakuwa ni sababu ya sisi kushindwa kupiga hatua katika maisha yetu. Unajua ni kitu gani kitatokea endapo utakuwa karibu na marafiki ambao wanakutumia? Marafiki wanaokutumia ni wale ambao wewe utakuwa unawajibika katika maisha yao, lakini wao hawatawajibika katika maisha yenu. Yaani urafiki unakuwa tenge, urafiki unakuwa umeegemea katika upande mmoja. Wao wanapokuwa na shida, wewe unajitoa kwa moyo wako wote kuwasaidia, unavaa matatizo yao. Lakini wewe unapokuwa unapitia changamoto fulani, hawawezi kujitoa kwa ajili yako, wanakaa mbali na wewe, na mara nyingi marafiki hao watakubloku au watajifanya wako bize ili wasiwajibike katika changamoto ambayo unaipitia. Lakini mambo yanapokuja kuwa mazuri, wanakuwa karibu na wewe ili mradi watumie kile ulichokuwa nacho. Ukibaini una marafiki wa aina hiyo, tafadhali waweke mbali kabisa na maisha yako, kwa sababu inawezekana unashindwa kupiga hatua katika maisha yako kwa sababu wao ndio sababu inayokuzuia kupiga hatua katika maisha yako. Namba 3, marafiki wanafiki wasioweza kukuambia ukweli katika urafiki wenu. Katika maisha ambayo tunaishi, tunakutana na marafiki mbalimbali ambao baadhi yao tunawakaribisha karibu na maisha yetu bila ya kujua kuwa hao si marafiki ambao walistahili kuwa karibu na maisha yetu. Wapo marafiki wa kweli na wapo marafiki wanafiki. Rafiki wa kweli atakueleza ukweli. Rafiki wa kweli atakuwa bega kwa bega na wewe. Rafiki wa kweli atajua mipaka ya urafiki wenu.
Lakini rafiki mnafiki hawezi kukuambia ukweli. Wakati mwingine hata anapoona unapotea, hawezi kukuambia unapotea, bali yeye ataendelea kuwa kimya ama ataendelea kukusifia, lakini pindi utapopotea ataenda kukutangaza kwa watu wengine. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, unawahitaji marafiki wa kweli katika maisha yako, kwani marafiki wa kweli watakapokuona unafanya vitu ambavyo vinakupoteza kwenye maisha yako, hawataogopa kukuambia, haijalishi ukweli huo utakuumiza kwa kiwango gani. Wao watakwambia kwa sababu hawatotaka kuona unapotea kwenye maisha yako. Lakini yule mwenzangu na mimi mnafiki atakuwa anacheka na wewe usoni, lakini pengine katika moyo wake anatamani kuona ukipotea kwenye maisha yako, na ndiyo maana hata utakapokuwa unafanya vitu ambavyo vinaweza kusababisha hasara katika biashara ambayo unaifanya, bado ataonekana kukusapoti katika vitu hivyo, na mwisho wa siku utajikuta unaanza kupoteza katika biashara zako, utajikuta unapata hasara na utajikuta umepoteza uelekeo wa maisha yako kwa sababu tu unaambatana na marafiki wasiokuwa wa kweli. Ninakushauri, kama wewe ni moja kati ya wanadamu wanaotamani kufanikiwa katika maisha yao, waweke mbali na maisha yako marafiki wasiokuwa wa kweli katika maisha yako, kwa sababu hawa ni watu ambao watachangia anguko la maisha yako bila wewe mwenyewe kujua. Namba 4, binadamu wanaopenda kuwasema vibaya marafiki zao pindi wanapokuwa karibu na wewe. Unajua, kwenye ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, wapo binadamu wa ajabu sana. Yaani, wakiwa karibu na wewe wanaanza kuwasema vibaya marafiki zao wa karibu. Watakueleza kuhusiana na mapungufu yao, watakueleza namna ambavyo hawafurahishwi na mafanikio yao, watakueleza mambo mengi kwa ajili ya kuwachafua watu hao. Pengine kwa sababu wewe unadhani wanakujali sana, wanakuthamini, ndio maana wanadiriki kuwasema marafiki zao wa karibu vibaya mbele yako. Labda na wewe utakuwa ni mtu ambaye unawapenda na unawaruhusu waanze kujua mapungufu au siri mbalimbali ambazo zinakuhusu. Jambo ambalo unatakiwa kulijua ni hili: hao ni watu ambao pamoja na kuwa wanawasema vibaya watu wengine mbele yako, hata wewe hauna uspesho ambao utawafanya wasikuseme vibaya kwa marafiki zao wengine. Kumbuka, kama ambavyo wamewasema vibaya watu wengine mbele yako, ndivyo hivyo watakavyo kusema vibaya pindi watakapokuwa karibu na watu wengine. Hao ni binadamu ambao unatakiwa kuwaweka mbali kabisa na maisha yako, ama kama ukiwaruhusu wawe karibu na maisha yako, jenga mipaka. Usizungumze mambo mbalimbali ambayo yataziweka siri zako wazi, wala usiwaoneshe siri mbalimbali za maisha yako. Usiwaruhusu wakajua udhaifu ama upungufu wako, kwa sababu watakwenda kuwasimulia binadamu wengine, kwani hao ni binadamu ambao ndivyo walivyozaliwa. Wabloku au waweke mbali na maisha yako, kwa sababu ni hatari sana siri za maisha yako kuanza kusambaa kwa watu wengine. Namba 5, waweke mbali na maisha yako binadamu wanaochukia mafanikio yako. Vipo viashiria mbalimbali ambavyo unaweza ukaviona kwa mwanadamu na ukaweza kujua kuwa huyo ni mwanadamu ambaye anachukizwa na mafanikio yako. Unajua, binadamu wengi wanaochukizwa na mafanikio, wanapoona unazidi kufanikiwa, ndivyo wanavyozidi kujenga roho ya chuki na uadui dhidi yako. Wataanza kutengeneza mitego mbalimbali kwa ajili ya kukunasa na kukuangusha katika mafanikio yako. Utakapowaweka karibu na wewe, watajua udhaifu wako, watajua mapungufu yako, watajua uimara wako, hivyo watajua ni mbinu gani watumie kwa ajili ya kukuangusha. Ninakushauri, kama unatamani kufanikiwa katika maisha yako, hakikisha unawaweka mbali na maisha yako binadamu ambao wanachukia mafanikio yako. Yapo mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako sina budi kuishia hapa. Ninahitimisha nikiamini lipo jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na tukutane tena katika video ijayo. Asante, bye. Nikutakie wakati mwema.